Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu zinazosomwa na Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante Halima. Ikulu ya White House imethibitisha kuwa mjumbe maalum wa Marekani amezungumza moja kwa moja na kundi la Hamas katika wiki za hivi karibuni mjini Doha. Awali ripotiwa kuwa mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya mateka Adam Bohle alikuwa katika majadiliano katika mji mkuu wa Qatar na kundi la wanamgambo wa Palestina ambalo Marekani inachukulia kama kundi la kigaidi kuhusu kuwapata mateka wa Marekani wanaozuiliwa Gaza. Akizungumza na wanahabari, mkuu wa kitengo cha habari cha ikulu ya White House Caroline Levitt amesema ikiwa sera ya Marekani ya kutojadiliana na magaidi haijabadilika, mazungumzo ya moja kwa moja ndio njia bora zaidi. Mjumbe maalum aliyehusika katika mazungumzo hayo ana mamlaka ya kuzungumza na mtu yeyote. Israel ilishauriwa kuhusu swala hilo. Naona mazungumzo na kuzungumza na watu duniani kote kufanya kile kilicho katika maslahi bora ya watu wa Marekani ni kitu ambacho rais amekithibitisha kuwa anachoamini ni juhudi nzuri za imani za kufanya kile kilicho sahihi kwa watu wa Marekani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kuwa Urusi imekuwa tishio la wazi kwa Ufaransa na Ulaya na maamuzi makubwa yanapaswa kufanywa kuhusu ulinzi na usalama. Katika hotuba yake kwenye televisheni amesema Ulaya inapaswa kuwa tayari kwa uwezekano kwamba Marekani haitasalia upande wake. Amesema mustakabali wa bara hilo haupaswi kuamuliwa mjini Washington au Moscow. Serikali ya Lesotho inasema imeshtushwa na rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa hakuna mtu aliyewahi kusikia taifa hilo la kusini mwa Afrika. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Rais Trump akihutubia bunge la Marekani katika hotuba yake ya kwanza tangu arejee madarakani aliorodhesha upunguzaji wa misaada kwa taifa hilo kwa kile alichokiita ni matumizi yasiyo ya msingi. Alisema kutumia dola milioni 8 kuendeleza masuala ya mapenzi ya jinsi moja kwa taifa hilo la Lesotho ambalo hakuna mtu anayelifahamu ni upotezaji wa fedha. Msemaji wa waziri wa mambo ya nje ameiambia BBC kwamba Lesotho imekuwa ikifurahia uhusiano wa muda mrefu na Marekani. Lesotho ni mojawapo ya wanufaika wakubwa wa sheria ya ukuaji wa fursa ya Marekani AGOA ambayo inatoa fursa nzuri ya kibiashara ili kukuza ukuaji wa uchumi wao. Na serikali ya Marekani imewapa watengenezaji magari mwezi mmoja kutojumuishwa kwenye ushuru wa 25% uliowekwa kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka Mexico na Canada. Nafuu hiyo kwa ushuru huo imejiri baada ya Rais Trump kukutana na maofisa wakuu katika sekta hiyo ambao walisema ushuru huo utaondoa viwango vyao vya faida. Ikulu ya White House imesema kuwa inawapa muda wa kurejesha kutengenezaji magari nchini Marekani. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unatupata kupitia Radio 1 Stereo, Radio Free Africa pamoja na Classic FM. Nchini Kenya pia unaweza kutusikiliza kupitia Mwanedu, Nyota na County FM. Uganda tunasikika pia kupitia Voice of Usoga na Radio Lira. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni. Hii leo kunami Halima Nyanza. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema hatua za kijeshi zinahitajika katika kukabiliana na biashara ya dawa za kulevya huko Mexico, ambapo amesema wafanyabiashara hiyo wamefikia hatua ya kutumia teknolojia ya ndege zisizo na rubani kupitisha dawa hizo katika mpaka wa kusini mwa Marekani. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Makamu huyo wa rais wa Marekani JD Vance amesisitiza kuwa pamoja na kutangaza nguvu ya kijeshi kukabiliana na biashara hiyo ya dawa za kulevya, lakini utawala wa Trump hauna lengo la kupeleka vikosi vya kijeshi ndani ya Mexico. Ameyasema haya mara baada ya kutembelea mpakani huko Texas akiongozana na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth. Sitatoa tangazo lolote kuhusu uvamizi wowote wa Mexico hapa leo. Rais ana megaphone na bila shaka atazungumzia na masuala haya kadiri anavyoona inafaa ni muhimu. Lakini kile ambacho tumebainisha mashirika yanayojihusisha na dawa za kulevya ni hali inayoturuhusu kupeleka rasilimali kamili za jeshi la Marekani kushiriki katika uvamizi mkubwa wa mpaka. Bila shaka rais atafanya uamuzi kuhusu jinsi gani kazi
kazi yetu itafanyika hapa, lakini tuna matumaini kwamba Mexico italichukulia suala hili kwa uzito mkubwa. Our hope is that Mexico takes this job seriously. Rais Trump amesisitiza mara kadhaa kwamba vivuko haramu vya mpakani vimepungua sana tangu achukue hatamu za uongozi. Rais Trump amekaririwa tena akidai kuwa wauzaji wa dawa za kulevya wa Mexico ni makundi ya kigaidi. Taarifa ya Leonard Mubali. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewaonya raia wenzake kwamba Ufaransa na Ulaya ziko katika zama mpya zinazohitaji maamuzi makubwa zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa. Rais Macron amesema hayo wakati akijibu kuhusiana na mabadiliko ya sera za Marekani kuhusu vita vya Ukraine na vitisho vya Marekani kuhusu ongezeko la ushuru kwa kibiashara barani Ulaya. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Macron amesisitiza tishio la Urusi kwa usalama wa Ulaya. Kuanzia siku ya kwanza tuliamua kuiunga mkono Ukraine na kuiwekea vikwazo Urusi, na tulifanya vizuri. Kwa sababu hiyo, si watu wa Ukraine tu wanaopigania uhuru wao kwa ujasiri, bali usalama wetu pia unatishiwa. Ndiyo, ikiwa nchi inaweza kuvamia nchi jirani yake huko Ulaya bila kuadhibiwa, basi hakuna mtu anayeweza kuwa na uhakika na kitu chochote. Ni kuishi kwa walio na nguvu zaidi, na amani haiwezi kuhakikishwa tena katika bara letu. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. Rais wa Ufaransa amesema Ulaya lazima ikubali kwamba Marekani huenda isiunge mkono kila mara juhudi zake nchini Ukraine na inapaswa kujiandaa kwa uwezekano huo. Et compte tenu de l'évolution des menaces de cet accès. Mapema wiki ijayo tutakutana Paris na wakuu wa majeshi ambao wanataka kuchukua jukumu lao katika suala hili, na kwa hiyo huu ni mpango wa amani thabiti ya kudumu inayoweza kuthibitishwa ambayo tumeitayarisha na Ukraine na washirika kadhaa wa Ulaya. Mpango ambao nilitetea huko Ulaya na Marekani wiki mbili zilizopita na kote Ulaya, na ningependa kuamini kuwa Marekani itakaa upande wetu, lakini lazima tuwe tayari ikiwa sivyo. Sans que les impôts ne soient augmentés. Rais Macron amesema ongezeko kubwa la matumizi ya ulinzi ni muhimu ili kuzoea hali mpya ya usalama. Amedokeza kuwa hii inaweza kuhusisha kupunguzwa kwa huduma za umma. Et compte tenu de l'évolution des menaces. Kwa kuzingatia mageuzi ya matishio ya kuongezeka kasi kiasi hiki ambayo nimeeleza hivi karibuni, inatubidi tufanye uamuzi mpya wa bajeti na uwekezaji wa ziada ambao sasa umekuwa wa lazima. Nimeiomba serikali kulifanyia hili kazi haraka iwezekanavyo. Uwekezaji huu mpya unahitaji kuhamasisha ufadhili wa kibinafsi na wa umma bila kuongeza ushuru. Sans que les impôts ne soient augmentés. Na msikilizaji, mkutano wa 11 wa petroli wa Afrika Mashariki umefanyika jana jijini Dar es Salaam, Tanzania, huku ukitolewa wito wa kuimarisha ushirikiano zaidi kwa mataifa ya Afrika Mashariki ili kunufaika na sekta ya nishati ambayo inaendelea kukua kwa kasi. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huu, makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema Afrika Mashariki imejaliwa rasilimali kubwa ya nishati ikiwemo mafuta, huku mataifa yakiwa na ugunduzi mbalimbali kama vile gesi asilia nchini Tanzania, mafuta nchini Uganda, Kenya na Sudan, methane kwa nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na nishati ya joto ardhi kwa nchi za Tanzania na Kenya. Kufahamu zaidi kuhusiana na mkutano huo, mwenzangu Regina Mziwanda amezungumza na mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli nchini Tanzania, Charles Shangweni. Huu mkutano ni mkutano wa 11, unajulikana kwa East Africa Petroleum Conference and Exhibition. Ni kongamano ambalo linaambatana na exhibition, maonesho, na makongamano haya yamekuwa yakifanyika kila baada ya miaka miwili. Tulianza miaka ya 2000 na tumekuwa tukipokezana kwa nchi mbalimbali, tukienda Uganda, tukienda Kenya, tukienda Rwanda, Burundi, na zinahusisha nchi zote ambazo ziko kwenye Umoja wa Afrika Mashariki. Unahusisha mashirika yanayofanya shughuli ya utafutaji na uzalishaji wa mafuta au gesi asilia, inahusisha serikali pamoja na mashirika mengine ya kiserikali ikiwemo regulators kama sisi, lakini vile vile kuna mashirika ya nchi kama vile TPDC. Naam, Shangweni, mkutano huu unaelezwa kuwa miongoni mwa mikutano yenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya mafuta na gesi. Sasa upi utofauti wa mkutano huu wa sasa? Ni mkutano ambao una ushawishi mkubwa sana kwenye tasnia
dunia hii. Lakini utofauti wa mkutano huu wa sasa umekuja kipindi ambacho tunafahamu dunia yote na nchi zote ziko kwenye harakati ya kubadilika kwenye matumizi ya nishati. Tuna move kutoka kwenye nishati ambayo inachafua hali ya hewa, sasa tunaenda kwenye nishati jadidifu au renewables. Naam, Tanzania inatarajia kutangaza mzunguko wa 5 wa utoaji leseni za utafutaji wa mafuta na gesi ili kuvutia uwekezaji. Hili mnaona litawezekana kwa kiasi gani na faida zake ni zipi? Kwanza kabisa niseme wazi kwamba tumechelewa. Duru la 4 ambalo ndio lilikuwa la mwisho lilitangazwa na tulilifanya mwaka 2013. Sasa hivi tunaenda kutangaza. Tunatangaza tukiwa tayari tumeshajiridhisha kwamba zile terms na mazingira na hali zote ikiwemo ya kisiasa ziko stable. Naamini kwamba kwa kipindi hiki tutakuwa ni kipindi mwafaka cha sisi kutangaza maeneo na tutaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Wenzetu wa nchi za Msumbiji, Kenya na hata wenzetu ambao wamegundua mafuta wa Uganda wanakuja na duru zao na hata Rwanda. Kwa hiyo ni kipindi mwafaka na tunakuwa supported sana na hali halisi ya kijiografia. Unafahamu ya kwamba watumiaji wa gesi wengi wako nchi za Asia. Sisi tukiangalia bahari ya Hindi ni sehemu pekee ambayo ni rahisi kusafirisha gesi hiyo kuelekea maeneo hayo. Ni duru ambayo litafanikiwa. Naam, ni mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli nchini Tanzania Charles Sangweni, kama alivyozungumza na mwenzangu Regina Mzianda kuhusiana na mkutano wa 11 wa petroli wa Afrika Mashariki ambao ulianza jana jijini Dar es Salaam na utamalizika kesho. Na sasa basi ni habari za michezo na Omar Mkambara. Karibu. Shukrani Halima, na moja kwa moja nianze na matokeo siku mkubwa Ulaya ambako International Milan wakiwa ugenini kule nchini Uholanzi waliofunga wenyeji wao Feyenoord kwa goli 2-0, magoli ya Marcus Thuram pamoja na Lautaro Martinez. Bayern Munich wakatakata nyumbani kwa ushindi goli 3-0 dhidi ya Wajerumani wenzao wa Bayer Leverkusen. Lakini kule nchini Ureno, Rafael Diaz Beloi maarufu kama Rafinha akawapa ushindi FC Barcelona wa goli 1-0 dhidi ya wenyeji wao klabu ya Benfica. PSG wakiwa nyumbani Parc des Princes walikubali kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Liverpool, goli likifungwa na Harvey Elliott. Leo kuna pigwa michezo 8 ya hatua ya 16 bora ya ile michuano ya Europa League ambayo ni michuano ya pili kwa ukubwa Ulaya, lakini pia kuna kupigwa michezo 8 ya Conference League ambayo ni ligi ya 3 kwa ukubwa Ulaya ikiwa ni hatua ya 16 bora. Na vyama vya soka vya Uingereza, Ireland ya Kaskazini, Scotland pamoja na Wales vimeelezea nia yao kwa pamoja kuwasilisha ombi la kutaka kuandaa michuano ya kombe la dunia la mwaka 2035 kwa upande wa wanawake. Tangazo hilo linafuatia uamuzi wa shirikisho la kandanda duniani FIFA ambalo lilipendekeza michuano hiyo iandaliwe barani Ulaya au Afrika kwa mwaka 2035. Zabuni hiyo ya fainali hizo pamoja na fainali za 2031 zinatakiwa kuwasilishwa katika robo ya 4 ya mwaka huu 2025. Marekani wanapigiwa upatu mkubwa kuweza kupata nafasi ya mwaka 2031 baada ya Brazil kuwa imejiondoa. Pale nchini Ufaransa, meneja wa klabu ya Lyon Paul Fonseca amefungiwa kwa miezi 9 na shirikisho la kandanda Ufaransa kufuatia malumbano yake na mwamuzi katika mchezo wa Jumapili uliopita kati ya Lyon na Brest. Fonseca alipiga makelele mbele ya mwamuzi Belotti na huko akitoa maneno ambayo yanaashiria ilikuwa ni maneno makali. Shirikisho la soka Ufaransa limesema adhabu yake itamalizika Novemba 30 mwaka huu na hataruhusiwa kujihusisha na klabu hiyo kwa jambo lolote. Lakini adhabu hii haitomwathiri kocha huyu katika michuano ya Ulaya ambako Lyon itakuwa inacheza na Steaua Bucharest. Niseme asante sana Omar Mkambara, kwa heri.